Natamani kila mtu anayenisikiliza ajitathmini, yani katika haya maisha anayoishi ya kuwa na mchepuko ambaye ninao sasa hivi, kama ni mmoja, kama ni miwili, kama ni mitatu. Wengine wana hata 6. Ana huyu, hivyo tu. Huyu ni wa hiki, huyu ni wa hiki, huyu ni wa hiki, huyu ni wa hiki, napenda kwa wiki zaidi, hiki napenda kwa huko. Kwa hiyo anapenda hivyo, ana collect ina vitu anavyovitaka yeye. Kwa anavyo vingi, lakini ni maroho anabeba maroho ya kila namna, afu analeta kwenye familia yake ambayo ni laana tupu. Sasa Mungu anafunika vobu lake kwa aibu, kwa sababu unaenda unavua nguo, alafu unarudi umevaa nguo unaonekana uko smart lakini umetoka kuzini. Ni aibu. Kwa hiyo unaona kwamba hicho ni kitu cha aibu kwa nafsi yako mwenyewe, ni kitu cha aibu kwa jamii. Yaani ujione tu hivyo tu, ndo natamani hivyo. Ndo namna kwa kweli ya kuweza kupona. Pasipo kuona hizo ni aibu na ni kitu kisichofaa, itakuwa ni ngumu sana watu kutoka hapo. Lazima uone hicho ni kitu cha aibu, ni kitu kichafu, sio kitu kisafi. Hata kama wengi wanafanya, huhitaji kuwa kwenye mkumbo. Wako wanaume ambao ni waaminifu 100%, amewata miaka 30 hajawahi kuchopoka. Wapo. Na wako wanawake ambao ni waaminifu kabisa, wameolewa kwenye ndoa zao miaka 30 au zaidi, hawajawahi kuchomoka. Kwa hiyo usione kwamba unafuata mkumbo kwamba kifo cha wengi ni harusi. Maana watu wengi wanaona kwamba kifo cha wengi ni harusi, kwa wanaume wengi wanatoka, kwa nini nikitoka mimi ndo wa kwanza, kwa nini mimi ndo wa mwisho? Yaani mimi ndo wa kwanza. Lakini michepuko sio kwamba ikwepo. Ndo walikuwa wanatoga masuria hao, ndo kama michepuko. Lakini sasa nilikuwa na mashangao wale masuria walikuwa wanahesabiwa. Sijui walikuwa wanahesabiwaje. Tuliambiwa Sulemani alikuwa na wanawake 100 ngapi? Alikuwa na wake 700 na masuria 3000. 300. Sasa mimi nilikuwa najaribu kufikiri nani alikuwa anakaa na wahesabu. Ni yeye mwenyewe alikuwa na wahesabu. Lakini hata yeye mwenyewe alikuwa, mimi kuna mtu nimekutana naye